Muimbaji, omba maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako yapate kibali kwa Bwana. Muimbaji, omba maneno ya kinywa chako na mawazo ya moyo wako yapate kibali kwa Bwana. Huduma ya uimbaji ni jambo nyeti sana na inataka umakini na kujitafakari, kujichunguza mara kwa mara. Ndio maana neno la Mungu linasema katika Wakolosai 3 mstari wa 23. Lolote mfanyalo fanyeni kwa moyo kama watu wanaomtumikia Bwana na si wanadamu. Maandiko yako wazi hapo. Ukishapoteza uelekeo, hapa ndio mvurugo unapoanza. Tunaanza kuangalia zaidi wanadamu na uimbaji wetu unaanza kuwaza kuwafurahisha wanadamu kwa namna tofauti. Tutawafurahisha watu kwa misemo yetu ya kuchekesha kupitia tungo zetu, lakini pia tutaanza kuwafurahisha watu kwenye mashairi yetu, kuimba vitu wanavyovipenda wao. Jambo lingine, basi tutajitahidi kuwafurahisha watu hata kwa mavazi yetu na muonekano wetu. Na hii yote ili mradi tuonekane wewe haupitwi na wakati, wewe unakwenda na wakati. Lakini jambo la kujiuliza, je, hilo nalolifanya, mavazi yetu, muonekano wetu, unampa Mungu utukufu? Hilo ni jambo muhimu sana la kujiuliza wewe kama mwimbaji. Lakini jambo lingine ambalo tutafanya ili kuwafurahisha watu ni kutumia ufanisi wa kupangilia mashairi vizuri yenye kusisimua na kumvuta msikilizaji. Lakini mashairi haya yanakuwa hayajavuviwa na nguvu ya Mungu na hayana rejea ya neno la Mungu. Step ya kusisimua watu, je, haya yote yanafanyika kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Unajua, tunaweza kupata kibali kwa watu na kwa muonekano wa nje tukaonekana tumefanikiwa kwa kuwa maneno yetu yamegusa hisia zao na nyimbo zetu pia zimeweza kuwafurahisha na kuwaburudisha. Lakini je, katika ufalme wa mbinguni tumefanya hili jambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Je, Mungu ametukuzwa kwa kitu tulichokifanya? Je, tumemvunia Mungu matunda kupitia hii huduma yetu, au tumeishia kuwafurahisha watu tu? Haya ni mambo ya kujiuliza sana. Ndio maana Zaburi 19 mstari wa 14 neno la Mungu linatuambia, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Kufikia viwango vya kupata uelewa huu inahitaji uwe mtu wa kutafakari neno la Mungu na kuwa mtu usiyelewa na sifa. Nje ya hapo kweli unaweza kupata kibali kwa wanadamu na ukapata wafuasi wengi mitandaoni ambao wanakufuatilia. Lakini itakuwa ni jambo la kusikitisha sana, kwa maana pamoja na mambo yote hayo unayoyafanya, ila utakuwa umekosa kibali kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kazi yote unayoifanya itakuwa ni bure. Hii itakuwa haina maana tena. Basi endelea kunifuatilia, na katika makala inayofuata nitazungumza ufanye nini ili maneno yako na mawazo yako yapate kibali kwa Bwana. Ufanye nini ili maneno yako na mawazo yako yapate kibali kwa Bwana. Endelea kunifuatilia. Ni mimi Jeremiah Wami.